Viongozi wa Afrika wamepongeza sera mpya ya Xi Jinping ya kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika, wakisema hatua hiyo ni ya manufaa kwa pande zote na inaweza kuchochea biashara pamoja na maendeleo ya bara la Afrika. Sera hiyo ilitangazwa katika ujumbe wa pongezi uliotumwa na rais wa China kwa mkutano wa 39 wa Umoja wa Afrika uliofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Katika ujumbe huo, Rais Xi alisema China itaanza kutekeleza kikamilifu utaratibu wa ushuru wa sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China kuanzia tarehe mosi Mei mwaka huu wa 2026. Pia alisisitiza juhudi za kuboresha kile kinachoitwa njia ya kijani ili kurahisisha zaidi usafirishaji wa bidhaa za Afrika kuingia katika soko la China. Tangazo hilo limepokelewa kwa furaha na maafisa wakuu wa Umoja wa Afrika ambao wamesema China inaendelea kuwa mshirika muhimu wa biashara na uwekezaji kwa bara la Afrika, hasa katika sekta za miundombinu. China is a very important trading partner to Africa and also a huge investor in Africa, especially critical areas like infrastructure. So we welcome that, and I think this will also hopefully encourage other partners of Africa to also introduce zero tariff for African products. The Chinese relationship with Africa is very strong, and the Chinese presence in the continent on all levels, especially with the Belt and Road Initiative, with the infrastructure development of Africa, is making a difference to us on the continent. Having the zero tariff is like a great stride, because now if we see what China has announced together with the AfCFTA, that will make a huge difference for the African development, and this is what we're talking about. It's a win-win situation. Viongozi na wataalamu wengine waliohudhuria mkutano huo pia wamesisitiza umuhimu mpana wa ushirikiano kati ya China na Afrika, hasa kupitia miradi ya miundombinu na mpango wa Belt and Road Initiative, yaani ukanda mmoja na njia moja. Wajumbe wa mkutano huo pia wamekaribisha tangazo la China la kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia mwezi Mei. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Uganda aliyeshiriki katika mkutano huo wa viongozi wa Umoja wa Afrika amesema tangazo hilo linafungua fursa mpya za biashara kati ya Afrika na China. This is the most exciting announcement that Africa could receive at this particular time when we're at the AU. You will be aware that the United States of America removed AGOA, which was something which was a cornerstone of Africa's export to the United States of America. But this is more than a replacement of AGOA. And I think this will increase the trade and opportunities of commerce between Uganda, Africa and China. Wataalamu wa maendeleo ya uchumi barani Afrika pia wanasema mpango huo unaweza kusaidia kupunguza vikwazo vya biashara na kuimarisha nafasi ya Afrika katika biashara ya kimataifa. Hatua ya China ya kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi nyingi za Afrika inaonekana kuwa hatua muhimu ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili, huku viongozi wa Afrika wakieleza matumaini kwamba itachochea ukuaji wa biashara na maendeleo ya bara hilo. So I really think that this kind of initiative is welcome for Africa, and it's important for African nations to also play the role in the world trade organizations and the world transactions from a trade perspective. So I do believe that these kind of initiatives can go a long way, and all countries should really partner to make sure that the barriers to trade are removed.